mazingira ambayo kiufundi FC Barcelona hawako imara, hasa kwenye eneo la kiulinzi. Wamekuwa mara kwa mara katika mechi zao wakiruhusu magoli kufungwa. Kwa hiyo hicho ndo pekee ambacho binafsi naamini leo kocha Hans Flick atakuwa amekifanyia kazi na kwenda Italia kuwa na mazingira ya confidence zaidi ya kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza akachop kuingia kwenye hatua ya finali. So binafsi naamini ubora wa coach Hans Flick, ubora wa kikosi cha FC Barcelona, namna ya vijana ambavyo wana hamu, nasema hamu na gamu ya kuweza kufika kwenye hatua ya finali, ndicho pekee ambacho mimi mwenyewe kinanipa mamlaka ya kuweza kuona ni namna gani ambavyo Barcelona leo hii anaenda kutinga hatua ya finali. April 20 mwaka 2010 FC Barcelona alifungwa na Inter Milan magoli 3-1. Schneider, Maicon, Milito na goli FC Barcelona likifungwa na Pedri. Nafikiri unaikumbuka ile Inter Jose Mourinho ya moto, ilikuwa na kina Lucio, Maicon, kina Zanetti, Thiago Motta, mtu kama Cambiaso, moja ya mchezaji bora kabisa. Holland Pandev, ilikuwa Inter moto sana, lakini kwenye shimo la namba 10 alikuwa Schneider. Historia inakwenda tena kuandikwa kwa wino wa dhahabu kwamba Inter Milan wanashinda, na naona kama sikosei ni jezi ya Inter. Yeah, sisi unajua ni wa Italiano. Sawa. Na sisi niambie wewe unaona nani huko Inter unamuona anashindaje na kwa nini? International Milan sioni sababu ya yeye kutokusonga kwenda hatua ya finali kwa sababu ya ubora wa timu ambayo yuko nayo kwenye defensive attributes. Ni mzuri sana kwenye kudefend, lakini pia kwenye counter attacks ambazo huwa anazifanya mara nyingi amekuwa na accuracy kwenye utekelezaji ama ufanisi wa zile chances ambazo anazitengeneza ambazo anazizalisha. Narejea mchezo dhidi ya Barcelona, mchezo wa first leg. International Milan hakutengeneza nafasi nyingi kama ambavyo Barcelona alitengeneza, lakini katika nafasi chache ambazo International Milan alizitengeneza aliweza kunufaika kwa asilimia kubwa, kwa sababu katika on targets zake zilikuwa almost 4, akafunga magoli 3. Maana accuracy ya Milan kwenye kuzi execute zile nafasi ambazo anazitengeneza ilikuwa bora kuliko Barcelona ambaye alikuwa ana attempts nyingi, lakini pia alipossess kwa asilimia kubwa, lakini bado wakaja kulingana kwenye final results. Lakini bahati mbaya kwa sasa ni kwamba hakuna ile faida ya goli la ugenini. Ingekuwa kuko na hiyo faida ama profit ya goli la ugenini, basi International Milan kwa asilimia kubwa ama 100% ningekuwa nasema International Milan ana qualify kwenda hatua ya finali. Lakini mpaka sasa naweza nikampa 75% International Milan ya kwenda hatua ya finali ya michuano ya UEFA Champions League, na tukamshuhudia akicheza finali ya msimu huu.